Haleluya. Bwana akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Nashukuru Mungu ambaye ni mwaminifu jioni ya leo na masaa haya. Haleluya. Nakushukuru kwa sababu ya jina la Yesu Kristo ambalo tumepewa, jina ambalo liko na nguvu, jina ambalo liko na mamlaka, jina lipitalo majina yote. Ukiangalia Bible katika Samueli wa kwanza 17:45, Bible inasema ya kwamba ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliyewatukana. Kwa hivyo huyu ni mtumishi wa Mungu Daudi, anajua ya kwamba kama kuna mahali naweza kupata msaada ni katika jina la Bwana, katika jina la Bwana. Kwa hivyo mtu wa Mungu, sijui wewe unategemea nini katika maisha yako kupata msaada? Sijui unategemea jina gani kupata msaada? Sijui unategemea vitu gani kupata msaada? Nimekuja nikuambie jioni ya leo ya kwamba kama kuna mahali kuna msaada wa kutosha ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Daudi anasema ya kwamba unakuja kinyume changu kwa fumo na mkuki, lakini mimi nitakuja kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli. Anajua ya kwamba there is power in the name of God of Israelites, that whom is just trusting. Huyu ndio Mungu ambaye hakona uwezo na nguvu na mamlaka ya kukupigania na mamlaka ya kukutetea. Sijui wewe unategemea nini? Sijui unategemea nani? Unategemea majina ya kina nani? Kwamba ni watu ambao wana uwezo katika serikali, kwamba ni watu ambao wana uwezo katika nchi, kwamba ni watu ambao wana uwezo katika mji, kwamba ni watu ambao wana uwezo katika jamii. Nataka nikuambie ya kwamba hao ni wanadamu na wanadamu wanapita, lakini kama kuna mtu apiti siku zote yako ni Yesu Kristo wa Nazareti. Bible inasema katika Zaburi 20:7 ya kwamba hao wanataja magari na hao wanataja mafarasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Watu ambao wamemjua Mungu wao ni watu ambao hawatategemea vitu zao, watu ambao hawatategemea watu ambao wanaweza kuwashusha ama wanaweza kuondoka siku moja. These people are trusting the name of the Lord. And Daudi anajua kwamba kuna mahali ninaweza kutegemea ni katika jina la Bwana wa majeshi. Mtu wa Mungu, kuna vitu umeweka akili yako na mawazo yako umetazamia mahali pale, lakini nataka nikuambia kwamba mtazamie Yesu, maana jina la Bwana ndio liko na msaada ya kutengeneza njia, liko na msaada ya kusababisha mahali ambapo umeweza kuwa kwa hiyo stagnant place kukatengenezwa njia, kukaonekana na mlango. The name of the Lord has power, the name of the Lord has strength. Na ndio Bible inasema katika Zaburi 25:3 ya kwamba wanaokungoja hawataibishwa hata mmoja. Basi mtumishi wa Mungu anajua ya kwamba wanaomngoja Bwana, wanaoliamini jina la Bwana, wakimwabudu Bwana na kumngojea, hawataibishwa hata mmoja. Kwa hivyo mtu wa Mungu, popote ulipo na unanisikiliza, nataka nikutie moyo ya kwamba kama kuna mtu anaweza kusaidia ni Mungu aliye mbinguni, aliyefanya mbingu na nchi. Daudi anasema ya kwamba anajua kwamba hawezi kutegemea silaha alizo nazo, hawezi kutegemea hata mavazi ambayo wako nayo, ya kwamba nitaweza kujivalia hii na itaweza kunikinga kwamba silaha yote isiingie katika mwili wangu. Lakini Daudi anasema ya kwamba nitalitegemea jina la Bwana na kuja kinyume chako kwa jina la Bwana. Wewe umetegemea nini? Watu wengi wametegemea pesa zao. Pesa zako haziwezi kukusaidia kutoa katika hali hiyo ambayo uko ndani, lakini Yesu Kristo anaweza kukusaidia. Uwezo ulionao hauwezi kukutoa katika hizo changamoto. Yesu Kristo ndio ana uwezo ya kukutoa katika hiyo changamoto. Ndugu zako ama dada zako hawezi kutoa katika hiyo changamoto, maana inaweza kufika mahali kiwango ambacho umelemewa, na kiwango umelemewa hawawezi wakakusaidia, lakini wanaangalia wakingoja kwamba Mungu akusaidie. God